was in Subukia driving myself. Hata members wanaletwa wako na bodyguards wanafunguliwa mlango, na mimi ni mtu ya keep time. I went there mapema saa 3. I was there, I drove myself. Hata watu hawakuwa wananijua, wakataka kunifungulia mlango, wakaniambia weka gari yako kando huku, nikaenda nikaweka. Mmoja akakuja akasema yule mheshimiwa Ramu umemwambia ameweka gari para, akakuja akaniita pita na gari, nikapita nikaingia, nikaenda nikabaki. Nikaendelea kuongoja, wengine wanakuja saa 5:30. Nikauliza watu hapa mnasemaje, mko kwa timu gani, 1 term 2 term ama wapi? Subukia walisemaje? Subukia iko shida. Shida upande gani wako, 1 term ama 2 term? Ulienda huko ukaangalia ukaona wako upande gani? Watu ya huko wanatuambia tutaenda nyumbani. Nikirudi myself. Hata nikawauliza nyinyi ambii kura na Nakuru Town West ni nini mnakuja kutuambia hapa? Lakini hapo ukitoka them walikuja kukubaliana na mimi baadaye. Lakini generally people are complaining, wanasema hawana pesa mfukoni. But remember, lakini wakisema hawana pesa mfukoni na tunaona mnawapelekea pesa. Hiyo pesa ni ya saa hiyo hapo. By the way, hiyo pesa ya saa hiyo watu wanapatiwa pesa, wanakula tu hapo kwa center, wanaenda nyumbani. Unajua natakana pesa ile unatoa kwa mfuko yako manoti. Nikakuona Gilgil wanasema aje, bado kuna shida? Hapana, Gilgil wako sawa. Unajua maneno ya raia kuongea hapo, unasema msema, lakini msema mkiwapatia pesa wanasema kusema maneno mengine, lakini generally people must be told that the government, unajua generally tuseme maneno ya maendeleo vile wamesema. Hata nimeona watu wengine hapa wanasema wanataka maendeleo. Hii maneno ya pesa is second, hakuna nini. Kwa hivyo umezunguka, nilikuwa na Nakuru Town West, umeenda Nakuru Town East, Naivasha, kila mali. Labda ukisikia ground inasema mnafanya kazi ama mmekwama? Wanasema tumefanya kazi na wataturudisha. Kuanzia president, governor, MPs, wote tunarudi. Hakuna mtu anaenda nyumbani. Usidanganywe, kama uko na nia ya kwenda kusimama, ngoja mpaka 2027 iishe. Mheshimiwa wamesema wanawarudisha wote. Wanarudisha sisi wote. Na ukiangalia hivi unaona wako serious. Watu wamekubali. Kwa hivyo Susan anarudi 2 term. Anarudi. Si 2 term, anarudi mara ya pili. Hii maneno ya 2 term 1 term hii hapana. Anarudi mara ya pili. Na president kulingana sasa na wewe? Anarudi mara ya pili bwana. Hata ile kitu tumesema juzi, watu walituambia watu waende wajiombee nini huko kura. So vile tunaendelea kupita around, you are telling people why they should return people who are in power, because watu wanaangalia zile kazi mmefanya. Kama president amefanya kazi na watu wanaona, watamrudisha, why not? Mheshimiwa, ukisema president atarudi mara ya pili na ndugu yako Fred Matiang'i kule hajafika, unataka arudi before 2027? Kura ikifika 2027 watu kuja huko upande gani? Ni wacha nikuambie manoti, na hata Kansula Maina yako hapa anasikia. In 2017 iko mtu alikuwa ameletea shida sana hapa chini. Alikuwa anasema Araba hawezi kurudi kura. Mpaka anatoa koti anawacha hapa, anasema hii koti ikae, mpaka akaleta maneno mingi sana. Na ndio mtu alienda akakufa in a road accident. Sitaki kusema ni nani kwa sababu it's not good to talk about the dead. So tusianze kuongea maneno ya 2027 kama hatujafika hapo. Let's stop it. Wacha tufanyie watu kazi, wacha tufike 2027. People will decide ni nani wanaenda kupigia kura kulingana na ile kazi umefanyia watu, either ya constituency, ya county ama ya Kenya. It will be very premature sasa tuanze kusema ati William Ruto, tuanze kusema nani atashinda. Let's work. Ikifika wakati hiyo, wasungu wanasema we cross the bridge when we reach there. Let's wait. Na unajua pia iko watu, nyinyi watu ya magazeti, tuseme watu ya press ama watu ya journalists, mnapenda fitina sana. Mheshimiwa, fitina aje sasa? Hii fitina mnapenda ni kuuliza mtu Arama huko wapi, uende kuweka useme Arama amesema hivi.
So lakini wewe mwenyewe ndio ulisema na mdomo wako ukasema 2027 unasimama na ndugu yako Daktari Fred Matiang'i. Sasa ndio nimesema tufike 2027. Na sasa wewe ukienda kuweka, you know, I was seeing somebody anaweka headline ya uchochezi ya kitu ile hata sijasema. Ukiangalia ile kitu nimesema Tofauti. na ile kitu headline ameweka is very different. Hata hiyo mtu alikuwa anasema, aliangalia akanipigia simu akasema, mheshimiwa, these people they are putting an headline, hata sasa nimeona ni kitu kubwa, kumbe wewe unasema maneno mzuri namna hii. So hata mkienda kuweka hii headline, siweka something which inaambatana na ile kitu mtu amesema. Sasa kama hiyo nataka niseme, alafu uende kusema Arama amesema hii. So mimi nasema acha tuogoje mpaka 2027. Hiyo ndio tunasema ile. Mheshimiwa, hao ni wengine na sisi media tunajaribu pia kusoma tunaangalia. Usisome. Ndio maana nimekuuliza. Ikifika 2027 kule nafanywa August. Ikikuja ikifika June kuja niulize hiyo swali. Hiyo ya Matiang'i na William Ruto. Uniulize siku hiyo. Mheshimiwa, sasa tunaona Rigathi Gachagua anazunguka akisema yeye lazima akue kwa ballot. na upande wa opposition walisema wako united. Atakuwa ballot propaganda katika speech. Unajua ningekuwa Gachagua saa hii. Mheshimiwa anasema ni united opposition. Mimi ningekuwa Gachagua saa hii, I could be fighting to remove the impeachment first. You know, he's fighting to win the ballot when he's impeached. And you know, this is a person who has been in parliament. He's a lawmaker. Ni mtu ameenda shule. You know, you can never fight for any election post if you are impeached. Bado mheshimiwa, kesi bado iko kotini. Ngadi hata hiyo impeachment tag from his neck. Kabla hajaanza kutuambia vile anaenda kusimama kura. Kesi bado iko kotini. Kesi. This is what I'm saying. He should be working hard. Maybe the courts to clear him from the impeachment tag before aanze kusema anaenda kusimama. Kama ningekuwa yeye, mimi ningekuwa nimenyamaza saa hii. And you know, let me tell you, Manoti, matusi kuongea vitu kama hii ya kusema one term, kusema mwisi, kusema muuaji, hiyo Wakenya we are beyond that. We don't want hiyo maneno. Those are the very bad things he's talking about. The president is elected by the majority of Kenyans. The president is not the William Ruto as a person. William Ruto sits in the State House. State House is the house of Kenyans. When you are seated there, even if you don't like William Ruto, you must give him respect. Why not? I mean, today, Rigathi wants to be the president of this republic. Would he be happy to find a person who is insulting from morning to evening? That's why me I have a lot of respect for Matiang'i. That Matiang'i cannot pick a mic and start insulting the president. He can't, because maybe I can say, I don't know whether to say that he is civilized or he has good manners or anajua nini anafanya. And for the benefit of doubt, I can tell you today, William Ruto, Matiang'i tells that he should not msiende kutusi president. No, anasema let's agree that the president is William Ruto for now. So don't abuse him, don't bring issues. You can